Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia wananchi Young Africans, kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa uko katika mahakama ya usuluhishi kasi. Ni kwa muda sasa toka kasi kuthibitisha kupokea barua kutoka katika klabu ya soka ya wananchi Young Africans juu ya madai yao ya alama 3 na magoli 3 mara baada ya klabu ya Simba kuweza kugomea kucheza mchezo wa dabi ya Kariakoo. Kile ambacho kilichoweza kutokea katika mahakama ya usuluhishi kwa kasi, mimi nimekusogezea hapo, utakwenda kujua yapi ambayo yameweza kujili mapya katika sakata hilo, kwa sababu bado linaendelea ambako uko katika mahakama ya usuluhishi kasi ambako ndio kunasubiriwa kutoa hatima ya dabi ya Kariakoo. Yanga watacheza ama hawatocheza, ndio jibu ambalo linalosubiriwa kwa sasa. Na vipi kuhusiana pointi 3, je, wanapewa ama vipi? Majibu yote niko nayo hapa, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu lililoandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Hii hapa ni Wina Media. Karibu tuzungumze kuhusiana na haya yote ambayo yanayojili kwa wakati huu. Karibu. Bana, kikosi cha wananchi Young Africans ambacho kwa sasa kinasubiri kuweza kusikia hatima ya ligi kuu ya soka ya Tanzania bara, ikiwa imesalia michezo 4 tu kwao kwenye upande wao ili kuweza kutangazwa kwa mabingwa wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Lakini wanatangazwaje wakati bado hatima ya mchezo wa dabi ya Kariakoo haijaweza kutolewa? Unafahamu ya kwamba tarehe 1 ya mwezi wa 4 hapa nazungumzia kasi walithibitisha kupokea barua yenye malalamiko kutoka pale kwa Young Africans juu ya kile ambacho kilichoweza kutokea katika mchezo ule wa dabi ya Kariakoo. Inaelezwa kwamba klabu ya soka ya Young Africans mara baada ya kuweza kuwasilisha nyaraka za kuweza kupeleka kesi yao katika mahakama hiyo ya usuluhishi kimichezo, ambapo klabu ya soka Young Africans ilikuwa ikienda kuwalalamikia ambao ni TFF, bodi ya ligi kuu ambao ni TPLB, na klabu ya Simba kufuatia uamuzi uliotolewa na TPLB wa kuahirishwa kwa dabi ya Kariakoo iliyotakiwa kupigwa Machi 8, 2025. Kwa mujibu wa barua ya kasi ambapo kile kilichoweza kutolewa, inaelezwa kwamba maamuzi huenda yakatolewa kama ifuatavyo. Wengi wamekuwa wakiweza kujiuliza maamuzi haya huenda yakatoka lini, kutokana na ligi kuu ya soka Tanzania bara ikiwa hiko mwishoni. Inaelezwa kwamba kasi wamepanga kuweza kutoa hukumu mwishoni mwa mwezi huu wa 4 kwa kile ambacho kinachoendelea mpaka sasa, ambako inaelezwa kwamba kutokana na shauri ambavyo linavyoenda mpaka sasa, kasi wanaona ya kwamba kuna haja ya kuweza kupitia uchunguzi wa kile kilichoweza kudaiwa kutokea usiku wa kuamkia Machi 8 ambako ilikuwa ni tarehe 7 usiku katika dimba la Benjamin Mkapa, ambapo ndio ilikuweza kutokea yote hayo mpaka kufikia Simba kugoma kucheza mchezo ule, ambapo inaelezwa kwamba katika yale ambayo yaliweza kutokea katika mchezo huo, inaelezwa kwamba katika kuzuiwa kwao kuingia katika mazoezi, je, kulikuwa na viashiria vyovyote vya klabu ya soka ya Young Africans kuweza kuwazuia? Ndio swali kubwa ambalo
linaulizwa katika ule mjadala ambapo waliweza kukaa wajumbe wa kasi. Lakini sambamba na hayo, maswali yamekuwa ni mengi kwa kasi, wakiweza kuhoji kuhusiana na kile kilichoweza kutokea, huku wengi wakisema kwamba ingepaswa kuweza kutumika busara kwenye kutatua jambo hili. Lakini kasi wenyewe wamesema wanatumia kanuni kuweza kulitatua swala hili pasipo kuweza kuangalia masuala ya busara. Unaangalia kanuni zinasemaje. Awali TFF walisema ya kwamba klabu ya Simba haikutoa, hapa nazungumzia kile kilichoitwa kwamba taarifa kwa Young Africans, meneja wa uwanja, kwamba wanakwenda kufanya mazoezi katika dimba la Benjamin Mkapa. Hivyo basi kukawa na mkanganyiko kwa kile kilichoweza kutokea. Kwa hiyo kinachotokea hapa ni kwamba kasi wanakusanya data zote za malalamiko kutoka pande zote, upande wa Young Africans, upande wa TPLB, TFF na Simba Sport Club wenyewe, ili kuweza kujiridhisha kwenye maamuzi ambayo watakayokwenda kuyatoa, ili kutoa haki katika jambo hili ambalo wengi wanatarajia kuweza kusikia maamuzi ya kasi yatakuwa ni yapi katika sakata hili. Hofu inakuwa kubwa zaidi pindi ambapo kama kasi wakisimamia kanuni zao, inaelezwa kwamba pengine klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba huenda kukutana na lungu zito, sambamba na yale ambayo yanadaiwa kwamba kama adhabu itakaa kuzingatia na ukubwa wa kosa, pengine klabu ya Simba itaweza kukatwa takriban alama 15 na Young Africans kupewa alama 3 na hayo magoli 3, na pengine ikienda mbali zaidi inaweza ikawashusha ligi klabu ya Simba kutokana na kile kilichoweza kutokea. Kwa hiyo hapa ambayo yanasubiriwa kwa sasa ni kuweza kusikia ni yapi hayo ambayo yanajiri katika sakata hili, ambapo kasi wenyewe wanasema ya kwamba wanabidi wafanye mchakato mapema ili majibu yatoke sawa na dabi hili na ligi kuu, kumrazi kwa sababu ligi kuu iko mwishoni. Hivyo basi hawataki kuweza kuchelewesha. Kama ni mchezo wa dabi huo utapigwa, basi itambulike kwamba utapigwa na watu wasikae muda mrefu wasijue hatima ya ligi kuu ya soka Tanzania bara ni nani, kwa sababu mpaka sasa bila kuweza kupata majibu kutoka kwa kasi hauwezi ukagawa kombe la ligi kuu ya soka Tanzania bara, kwa sababu klabu ya Simba na Yanga zinapishana pointi moja. Ingekuwa ni pointi ambazo Young Africans akicheza michezo yake Simba haiwezi kuzifikia, basi hata thamani ya huo mchezo usingekuwepo tena, kwani ungekuwa hakuna ulazima wa aina yoyote. Lakini kinachosubiriwa kwa sasa ni michezo ambayo klabu ya Simba bado haijaicheza katika ligi kuu ya soka Tanzania bara. Hivyo kama Yanga ikishinda michezo yake yote, wanakuwa wanamzidi alama moja tu klabu ya Simba, na klabu ya Simba ikicheza michezo yake inakuwa inazidiwa na Young Africans pointi moja. Hivyo Simba wana kibarua kingine cha kuhakikisha kwamba katika michezo yao wanashinda michezo yao yote ambayo iko nayo mkononi mpaka sasa, wasiweze kuangusha pointi hata moja. Wakiangusha pointi hizo, basi bila shaka kama wakiangusha alama 3 katika mchezo wote, basi ijulikane ya kwamba klabu ya Simba tayari itakuwa ishaweza kujivua katika ubingwa wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, kwani mpaka sasa klabu ya soka Young Africans inaongoza hadi kwenye upande wa magoli ya kufunga. Kwa hiyo kama watazidiana katika pointi, wakishinda kukua kwenye pointi sawa, basi utaangalia na magoli. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment.